Brother, habari yako? Salama. Kwa majina yako unaitwa nani na kazi wa wapi? Kwa majina yangu naitwa Ali Omari Mtitwa, ni mkazi wa Makuburi. Bwana Ali, unatengeneza ndege, si ndio? Natamani kufahamu kwanza kabisa idea hii uliipata wapi? Hii idea siwezi kuiongelea vizuri. Kwa sababu gani? Toka nilivyokuwa mtoto nilikuwa natengeneza toy ambazo zinahusiana kama ndege, na katika toy hizo ambazo zamani nilivyokuwa natengeneza, moja ishawahi kufanikiwa kabisa, ndogo, lakini ilikuwa ishawahi kuruka. Yaani kadri ninavyokuwa na kama nafanya mabadiliko kutokana na zamani kwa kama mtoto, lakini sasa hivi nakuwa kama nataka kutengeneza vitu lili kabisa. Ni muda gani umechukua kwenye kutengeneza hii ndege? Muda sio huwezi kuzungumzia sana muda. Unachozungumzia hasa ni kipato ambacho unacho wewe, ndio kinachoweza kuonesha muda. Na usaidizi wa watu kusaidia katika mazingira, yani kumaliza vitu kwa haraka, naweza kusema ndani ya siku moja tunaweza kama utengeneze ndege. Unaamini wazo lako la kutengeneza ndege linagharimu bei gani? Maximum milioni 1 hivi, kutokana na aina ya ndege ambayo nataka kuitengeneza. Ni aina gani hiyo ndege ambayo una mpango wa kuitengeneza? Kuna aina ambazo nataka kutengeneza ni 2, ila ya aina ya kwanza inaitwa Tricker Fly. Hii ni kama inakuwa na matairi 3 na juu ina kama turubai, ambayo ndio injini yake hapa. Kuna nyingine ambayo ni wanaziita ni kama aeroplane lakini ni ndogo, wanaziita cab, ambazo zenyewe inabeba mtu mmoja. Basi ndio nilikuwa nataka kufanya hivyo. Hiyo ya kwanza ambayo umesema hapo unataka kuitengeneza inaweza kubeba watu wangapi endapo ukifanikiwa kuitengeneza? Kuhusu watu kubeba, ina uwezo wa kubeba hata watu 4 3 ambavyo utavyo design, isipokuwa tu inategemea na uwezo wa engine ambayo utaitumia katika hiyo ndege. Ulishawahi kutengeneza ndege kabla ya idea hii, yani kabla ya kwa saizi hapo ulipofika siku za nyuma, ndege ambayo kabisa ulishawahi kutengeneza, labda kujaribu kuirusha na vitu kama hivyo? Sijafikia kuirusha, sijawahi kufikia kuirusha, ila kutokana tu na kutokukamilika kwa vifaa ambavyo nilikuwa navihitaji, ikiwemo propeller, kwa sababu propeller inahitaji utaalamu wa juu sana kutengeneza ili kuweza kufikia viwango, kwa sababu juu kuna upepo mkali. Unaweza ukatengeneza kama hivi nilivyotengeneza pale, unaweza ukashangaa juu inakatika huko. Kuna jinsi ambavyo inatengenezwa, yani ina utaalamu wake. Nimestudy sana kuhusiana na propeller, ndo nikaamua kutengeneza za kwangu, lakini na hata hivyo siziamini, nina mpango kuagizia nje China. Okay, na katika kazi zako na ubunifu ambao wewe unaufanya kutengeneza ndege, hiki kitu uliwahi kukisomea? Kwa kusoma, kwa useme kama ndege sijawahi kusomea, ila mimi ni motor vehicle mechanics. Nimesoma karibia vyuo viwili. Nimesoma Mbeya Jacaranda Vocation Training College, nikaja nikasoma Morogoro VETA. Unaona, hivyo ndio hivyo. Kwa hiyo nina uelewa mkubwa sana mambo ya mechanics. Kwa hiyo ninaweza kufanya kitu chochote cha mechanics. Yani VETA ni walimu wazuri sana, au tuseme ni chuo kizuri ambacho kinakufundisha mechanics. Yani unajua kila kitu, yani ukiona kila kitu unakijua, yani unafundisha kila kitu. Japokuwa unaweza ukawa unafundishwa gari, lakini ukiwa umesoma mechanics basi una uwezo wa kujua kila kitu ambacho kinahusiana na mechanics. Nataka kujua msukumo wako. Kwa nini uliwaza kutengeneza ndege? Ama ndoto yako kubwa kutengeneza ndege? Yani kusema kweli sikuwaza. Yani inakuwa kama kadri ninavyokaa, yani kila siku vitu kama vinanisukuma tu kichwani, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Naweza nikakaa nikadesign vitu, nikafanya hivi, yani ndio ilivyo. Lakini sijawahi kukaa sema ni sasa hivi niwaze kufanya hivi. Yani nitoka zamani, toka niko mtoto. Hata mtaani hapa wananijua, wananicheka sana, wanasema wewe ufanye chochote bwana, mwaka ngapi sasa hivi mpaka utazeeka uweze kufanya kitu. Lakini sio mimi, yani inakuwa vitu vinani force tu, umeona? Sio kama labda nilipanga siku moja nitafanya hivi, hapana. Maana hiyo ni kiu yako kabisa kwamba ipo siku utakuja kusimamisha ndege. Yani hiyo ndio lengo langu na nia yangu. Okay, nataka pia tufahamu hivi vitu ambavyo viko hapa. Naona kuna engine hapa, lakini pia kuna hizi ni nini? Propeller.
Propeller. Propeller. Hizi ndio kwa ajili ya kukata upepo. Wooden propeller. Okay, hizi ni za mbao kwenye hii ndege ambayo unaitengeneza, ina maana itaundwa na hivi vitu viwili na pamoja na hii engine. Ila hiyo nyingine ilikuwa kama niliona ndogo nikaamua nitengeneze kubwa yake. Hii ni engine ya nini? Hii engine ya nini? Hii special imetengenezwa kama ni engine ya generator. Lakini ina uwezo mkubwa sana. Ina uwezo wa kurusha ndege kubwa ambayo ina uwezo wa kilo kama 200. Inaweza kurusha ndege yenye kilo 200. Tunaona pia hii nayo ni kitu kifaa gani hiki? Hilo ni tile kwa ajili ya kukaa nyuma kwenye mkia kule kwa ajili ya kukata kona. Okay, hongera sana. Na ndege hii huwa endapo itakamilika itatumia mafuta ya kawaida? Ndio, itatumia petroli. Mafuta yatakayotumia ni petroli. Na design ya bodi lake inakuwaje? Kwa sababu tunaona engine pamoja na hizo propela. Design yake ya bodi itakuwaje na itaweza kukaa watu wangapi? Kukaa watu wangapi, ina uwezo kubeba hata watu wawili. Ndio maana nakwambia inaweza kilo 200. Kwa hiyo kuweka watu wawili, una design bodi ambayo itakuwa ni jepesi zaidi ambalo haliwezi kufika kilo 70. Ili kuja ku maintain watu nini ifike hata kilo 200 na uwezo wa kuruka. Lakini kama bodi itakuwa kubwa, ni mtu mmoja tu basi anastahili kukaa kwenye ndege. Okay. Na hivi vifaa vingine ambavyo unaviona hapa, kuna tairi hili. Hapa kuna tairi ambalo nitalitumia kwenye ndege ambayo ni ile ambayo ya kwanza ni trickle fly ambayo juu ya turubai. Humu nafikiri kuna bearing zake ambazo nitazitumia. Nitatumia kwa ajili ya kufungia kwenye propellers. Kuruka kwa sababu sikuwa na utaalamu kufahamu hasa exactly ndege inarukaje. Ndio maana sasa hivi nimeamua kuja kivingine kidogo. Na vipi sasa ulivyowashirikisha ndugu jamaa na marafiki, wao wanazungumziaje? Nishawahi kujaribu kuwashirikisha, lakini kila namwambia anakwambia achana na ndoto za Alinacha bwana, unaota mchana. Fanya vitu vingine bwana, akwambia fanya maisha. Kwa hiyo ni ngumu yani kupata msaada. Sijawahi kufikiria yani kama nitakuja kupewa hata msaada kwa Swahili. Kwa maana hiyo unalipambania wewe mwenyewe kwamba mwisho wa siku watu waone kweli ndege imesimama. Yani wataona tu, siku moja watashangaa. Na hiki kitu of course una familia pia? Na familia, nimeoa na mke. Ulishawahi kumshirikisha mwanao labda kwamba ipo siku hivi, kwa sababu unawezekana wewe ukaitengeneza ikafika hatua fulani, mwanao akaja akawekeza nguvu, kwa sababu vijana wa sasa ni wanao pia wana upeo zaidi na zaidi. Ulishawahi kumshirikisha kijana wako wote kwamba bwana, mwanangu mimi natengeneza hiki kitu, ukamshirikisha ndoto yake? Mtoto wangu bado mdogo, ndio kwanza yuko darasa la 7 sasa hivi, ila anajua interest yangu na yeye mwenyewe anaonekana. Ndege ikamilike, ndege kama ndege inatakiwa iwe na vitu vingapi? Cha kwanza kitu, ili ndege ikamilike, ndege kama ndege inatakiwa iwe na vitu vingapi? Vitu ambavyo nitaweza kukutajia hapa, maana siwezi kuvimention kwa idadi, ila nitakutajia ndege ikamilike. Ndege ili kamilike, kwanza lazima iwe na balance. Cha kwanza kubwa, yani ndio kikubwa kabisa, watu wanafeli. Iwe na force ya kujivuta yenyewe ambao wanaita nini, pitch, yani propeller pitch. Yani propeller lazima ina pitch ambayo enough pitch ya kuvuta ndege yenyewe, yani iweze kukimbia ardhini na angani juu, iweze kuvuta ni kwa juu. Kwa sababu ndege matairi yake hayana mashine yoyote, yamekaa tu, yani nasubiria propeller livute na yeye ndio aweze kusukuma. Ina maana hii ndege ambayo una plan kuitengeneza hapa inaweza ikaruka kwa umbali wa mita ngapi kwenda juu? Kuruka kwa umbali ni wewe mwenyewe utakavyoamua kuruka, isipokuwa tu hizi zina masharti yake urukaji wake. Ni mita 30 sawa kutoka sawa bahari. Okay, mimi nataka uzungumze na Watanzania, lakini pia na serikali kwa ujumla, kwa sababu hiki kitu kinahitaji pia support. Ombi lako kwa Watanzania, lakini pia ombi lako kwa serikali.
Ombi langu kwa serikali, na wasikia baadhi ya watu wengi wanasema hiyo ndege ukairushie chumbani kwako, usirushie mtaani, utafungwa. Kwa hiyo ningeomba serikali ingewaangalia watu kama sisi ambao tuna interest na vitu kama hivi, ili iweze kusaidia, kwa maana kitu ambacho kitimiza hapa sio kama labda ni lengo langu mimi ni kufika mbali, kwa sababu ni kwenye mambo ya utalii. Akawa anatengeneza zile ndege, kuna ndege nyingi ndogo ndogo zile ambazo zinatumia parachute zilikuwa zimekufa, lakini anasema hizi hazina fundi hapa kwa sababu zimeharibika nyingi. Nikamwambia kwa nini msifufue? Akasema hatuna fundi. Nikamwambia mimi nipeni hiyo kazi, wakakataa, akasema hatuna uwezo wa kukupa wewe kazi kwa sababu huna experience hiyo. Wakaniambia tengeneza wewe yako yako moja, afu ndo tutakuita. Kwa hiyo hapa nimekwama kwa sababu tu ya uchumi. Na maana wao wamekupa kama assignment kwamba tengeneza alafu atakupa support. Ikitokea sasa hivi ukapelekwa nje ya nchi kuweza kujiendeleza, wakaendelea kuimprove hiyo talent yako na hiyo uelewa wako juu ya masuala ya ndege, uende kule ukajifunza kwa ajili ya masuala ya ndege na urudi nchini kwa ajili ya kuweza kusaidia taifa katika masuala haya ya utengenezaji wa vitu kama hivi, upo tayari? Mimi nipo tayari. Muda wote wakisema mimi nipo tayari kabisa. Ndio. Okay, nataka kuifahamu sasa, kuachana na maneno ambayo watu wanazungumza, changamoto kwa ujumla ambazo unazipitia, na kwa saizi unavyotengeneza hivi ni shughuli gani ambazo unazifanya ili kuweza kuhakikisha maisha mengine yanaendelea, kwa sababu nje ya kutengeneza hivi kuna maisha mengine ambayo yanatakiwa yaendelee. Shughuli gani ambayo unaifanya kwa sasa, na changamoto kubwa hasa ambayo unakumbana nayo ukitoa pesa na maneno ya watu ni ipi? Pesa na maneno ya watu, kutoa hivyo vitu, labda naweza nikasema manake changamoto ambazo nazipitia tofauti na watu na pesa. Sasa sina. Ni maneno tu ya watu, na maana kwamba kukukatisha tamaa, lakini pia wewe mwenyewe hauna pesa. Yes. Okay. Mtazamaji wa 7 Media, tumekutana na ndugu Ali, si ndio? Yeye ni mtaalamu, lakini pia ndoto yake kubwa ni kuhakikisha kwamba ipo siku ataweza kuinyanyua ndege hii iruke. Ameshawahi kutengeneza mara kadhaa na akufanikiwa kuirusha kwa sababu alifeli baadhi ya vitu, na sababu kubwa ambayo inamchanganya ni kwamba maneno ya watu tunakatishana sana tamaa. Watanzania tusapotiane katika kitu ambacho tunaona kizuri, basi tupeane support pia, lakini mimi nadhani pia investment ya pesa inahitajika zaidi kwenye hiki kitu, kwa sababu ni kitu kikubwa sana, si ndio? Ndio. Okay, basi mimi nashukuru sana. Asante. Na nikutakia kila laheri katika kazi hii, na mimi naamini pia Watanzania watajitokeza kuweza kutoa support kubwa kuhakikisha kwamba siku Ali tunairusha ndege kutokea hapa. Ni wapi? Makuburi. Makuburi Tabata Ubungo. Ubungo Makuburi. Ubungo Makuburi, kutokea hapa Ubungo Makuburi, basi ndoto hii itaweza kutimia. Shukrani sana kwa muda. Asante. Mtazamaji wa 7 Media kutokea Ubungo Makuburi, mimi naitwa Mikidadi, na leo nilikuletea simulizi hii hapa ya kijana Ali ambaye yeye ndoto yake kubwa ni kuweza kuirusha ndege. Mimi naitwa Mikidadi na nyuma ya kamera amesimama na Solo.